Vijana wanaohamasisha sana turudi kwenye dini za zamani, taratibu zetu za zamani. Dini zenyewe za zamani ni zenye utaratibu kama huu. Hebu tuanze na Wamasai. Na wewe unaukubali huu mambo yawe hivi? Hii ndo wanadumisha mila ile wengine alishashindwa. Hawa ndo wameshikilia dini za zamani zilivyokuwa. Haya, tuanze tusikie hii. Na wewe tuwe mambo yawe hivi. Twende. Tulizungumza na Moran, alitueleza Wamasai kuchukuliana wanawake ni kitu cha kawaida, tofauti na sisi Waswahili tunakuwa na wivu. Yeye anakuja anasimika mkuki na maisha yanaendelea. Dada, hebu tueleze, anakuja mtu ambaye si mume wako na amekuja kusimika mkuki ili mnale pamoja, wewe inakuaje? Tunalala kwa sababu ni heshima, kwa sababu huyu na yule ni kitu hichi kimoja, nilika moja. Kwa hiyo akija kwangu lazima nifanyaje? Nitulie nilale naye tu mpaka asubuhi, kwa sababu niliko ya mume wangu. Siwezi nikamkataa kwa sababu nitapata kama dhambi, yani watu wanasemaga dhambi au laana utapata kimkataa. Kwa hiyo unakuwa unalala naye lazima. Ndio ilivyo. Baada hapo twende kwa Wanyakyusa. Wakishafanya haya kinazaliwa nini? Kwa nini wewe kama ni Mnyakyusa, kwa nini na wewe tusikuone hivi? Na hii ndio mila za babu zetu za zamani. Ila wakishafanya hivi kinaongezeka nini? Kwa sababu dini ni utaratibu wa baada ya kukusanyika, mnahamasishana nini, mmefanya nini, mnaenda kufanya nini kwenye jamii, kina faida kiasi gani, kina hasara kiasi gani. Haya, twende na wewe tukuone sasa. Shikilia dini za babu zetu ndio hizi hapa. Hii hapa tuangalie. Tutoke hapo twende kwa Wazabe. Ulage hivi, uishigi hivi, uvaage hivi, na hapa wameboreka. Twende kwa Wazabe, ulage hivi, uishigi hivi, mambo yawe hivi. Kweli mnamsakizia nani? Yaani nataka nani ndo arudi kwenye maisha ya kijinga hivi? Mnamtaka nani? Ishini nyie tuone faida yake. Vijana hawa ambao kuhamasisha Afrika turudi katika dini za zamani, mbona wao wenyewe huwa hawataki kuwa na dini, kuwa mfano wa hizi dini za zamani? Dini ni desturi, ni tamaduni, ni namna ambavyo wanadamu wanaishi. Kama ujui definition ya dini, dini mpango wa wanadamu kutafuta namna bora iwapasayo kuishi. Kila afanyacho kwa siku, kila siku kinamfanya aende kuwa nini duniani, kuwa nani duniani. Hiyo ndo definition ya dini. Hata ukija kwenye Biblia sema dini iliyo safi ni 1, 2, 3. Inaeleza vitu vya mwanadamu kufanya kila siku. Kuangalia ni kwa namna gani atamhurumia mwingine asiumie, kuangalia ni kwa namna gani atazalisha ile awe na cha kujitosheleza yeye na watu wengine, kuangalia ni kwa namna gani atakuwa na bidii ya kufanya kazi ili aone cha kwake, kwa namna gani alivyo tayari kutoa uhai wake, maisha yake, ili alinde utu wa mtu mwingine. Biblia yenyewe dini yake kwa tafsiri inavyoitafsiri Biblia ni hivyo. Sasa tamaduni, dini za mababu za asili ni hizi, ni hivyo unavyoona. Kwa nini vijana mnaohamasisha Mungu hayuko, dini mpango wa wazungu, Biblia ni kitabu cha kishetani, maisha yenyewe ya tukikataa dini ya mababu zetu ni hivi? Mbona nyie sio watu mlio mbele? Mbona mko mbele? Sasa tuone moja wapo kati ya hii. Narudia tena uelewe, dini ni mkusanyiko wa watu, ni namna ya watu wanaokusanyana kuelezana
kupangana katika maisha ya kila siku ya kawaida, wawe wanaishi vipi, wawe wanaenenda vipi, ili kuleta jamii, kutengeneza jamii iwe kwa namna ambayo inastawi, kila mmoja anajifurahia namna vile wanavyoishi hawa watu. Swali langu kubwa, vijana naitwa Chokonozi, Mwandambo na wote mnaowapongeza, mnamsukumizia nani? Yani mnamsukumizia nani aishi dini kama dini za babu zetu? Mnamsukumizia nani? Kwa nini nyie msiwe kama hivi dini za babu zetu? Hawa wanalinda mila ile wengine lishashindwa. Hawa wanalinda misingi na asili ya babu zetu walivyokuwa. Nyie kwa nini sasa msiwe mbele kulingana na makabila yenu? Msiwe mbele mnafanya mambo kama haya. Mnakwenda kuvaa vikaptura, t-shirt ambavyo nazo ni dini za kizungu hizo. Mnapigia kelele mipira, mifumo ya siasa, nazo ni dini za kizungu hizo, ni mipango ya wazungu. Kwani msige na mfumo wa wazazi wa baba zetu, babu zetu? Hawakuwa na namna ya kuchaguana kwa sura kama hii. Hawakuwa na namna ya kujiburudisha kwa muziki kama hiyo ambayo yote ni ya kizungu. Hawakuwa na namna ya kuchaguana kwa mifumo ya kisiasa kama hivi. Hawakujiburudisha kwa mipira kama hii ambayo yote ni ya kizungu. Ni watoto. Yani nyie kinachowakera tu, mnachokikataa tu ni namna ya watu kwa sababu kataeni vitabu vyote vya wazungu. Kwa nini mnakikataa tu moja kitabu ambacho chenyewe kikitumiwa vizuri kinalenga jamii kuishi bila kuumizana, kinalenga jamii kustawi, kufanikiwa. Hivi mfano mnalipwa, iwe mnalipwa mfanye mnayofanya, mnalipwa kiasi gani kinachopita roho yako? Kwa sababu umefanya yote hayo, roho yako inakuambiaje? Lete namna nzuri ya watu wakusanyike hata kwa hila basi, kwa sababu kweli dini kwa kipande kikubwa zinatumiwa kwa hila dini. Sasa nyie leteni ambacho kitumiwe, kwa sababu panapokuwa na hila, panapokuwa na fake, si tafsiri ya kwamba original haipo. Kutokea ndani ya dini watu ambao walielewa dini ni nini, alitokea kiumbe mwenye nguvu, mwenye utisho, ambaye alitetemesha nchi, alitetemesha dunia. Naam, mimi nawaambieni, kutoka kwenye dini itakayojielewa ilivyotakiwa. Dini ni ramani, utaratibu wa mtu kuishi anapotaka kufika eneo fulani, hatua fulani. Lakini mbili, dini, mifumo iliyomo kwenye dini ile inayohusisha kuomba, kutaja jina la Mungu, kwa sababu kutaja jina la Mungu au jina la Yesu ni kutaja moja ya mtu aliyewahi kuenenda kwa namna yenye mafanikio zaidi. Automatically iko neema itupayo nguvu ya kufanikisha, kuweza kupiga eneo ambalo mtu mwingine utasema amepigaje hapa, imekuwaje hapa. Lakini hoja na swali langu la msingi, kama ni kulipa vijana, mnalipwa kiasi gani ambacho mmeamua kujidhulumu nafsi zenu? Mbona kesho ni utaishi wewe? Yani kwa mfano kuna lugha inasema kama Mungu huyo ana nguvu na aniue. Mungu huwa haui wanaomtukana, haui. Sababu iliyopo ni kwamba pengine mnaosema mniue, Mungu na aniue,
hamfi, hampati pigo haraka, kwa sababu mnajua mtaji uliopo. Watu wabaya hawauagi vijitu ya hovyo hivi. Kinachoitwa shetani ukigugo vizuri kiangalia vizuri, shetani ni mipango ya watu ambao huwaua mapema sana watu wenye nia ya yani watu wenye utu, watu wenye namna ya kuifanya jamii isiumizane, watu wenye faida kwa njia zisizo za dhulma. Kwa hiyo jitu fulani kama wewe, hakuna atakaye kuua. Dunia huwa inahitaji mijitu inayohamasisha roho mbaya, mijitu inayohamasisha hewa. Turudi dini za zamani. Rudi sasa, rudi dini moja hapo ni hizi kuwekea hapa. Rudi moja ya dini sasa, tukuone wewe. Tukuone wewe. Haya bwana. Sitaki niongee kwa muda mrefu. Yanatosha.